Ni vilio, majonzi na huzuni ndani ya kata ya Ruaha. Na hii ni baada ya kumpoteza aliyekuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu Joseph Mlasso. Na huu ndio msafara wa ndugu yetu ndugu Joseph Mlasso, ukiwa kwenye gari la nyuma, gari ambalo limebeba mwili wa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu Joseph Mlasso. Na hili ndio gari ambalo limebeba mwili wa mpendwa wetu, likiwa na baadhi ya wanachama, lakini pia na wanachama wengi na wananchi wengi ambao wamejitokeza kwenye jambo hili zuri, ikiwa ni jambo la kuonyesha upendo, lakini pia ni jambo la kwenda kuwapa pole wale ndugu wa wafiwa. Hapa ndipo nyumbani alipokuwa anaishi mwanachama huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu Joseph Mlasso. Neno nilosimamia ni neno kubwa na nzuri sana la kujenga msingi kwa sisi wote tulioko mahali hapa. Kwa ndugu yetu huyu Joseph ametukutanisha. Wako watu wengine inaweza ikawa hawahudhurii kwenye nyumba mbalimbali za ibada. Wako wengine wana maisha yao kadha wa kadha, hawakupata nafasi ya kusikiza neno katika mwaka huu. Basi hii ni nafasi yako ya kusikia kile ambacho Kristo Yesu ametupa neema ya kusikiliza siku ya leo. Sema amen. Ili andiko ambalo tumejifunza tumelisikia linasema, imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Kila mtu ukimuuliza mahali hapa, wewe dini gani, atasema anayo dini. Si ndio hivyo jamani? Mwingine atasema mimi ni Muislamu, mwingine atasema mimi ni Mkristo, mwingine atasema mimi ni Mbuza, mwingine atasema mimi ni Muhindu. Ziko dini nyingi katika dunia hii. Na dini nyingi maarufu zinafahamika, Uislamu na Ukristo, lakini ziko dini kibao. Lakini imani pasipo matendo imefanya nini jamani? Imekufa. Kwa kama unayo dini lakini matendo yako hayamfananii Mungu, tambua hiyo imani ni sawasawa na bure. Viongozi wa serikali na vyama vya kisiasa mbalimbali wajitokeza kutuma salamu zao za lambilambi kwa ajili ya kumuaga Joseph Matunda almaarufu ndani ya kata ya Ruaha. Kwa kuanza kabisa, nilikuwa naomba nimkaribishe mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi aje atoe salamu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Peoples. CCM oye. Ndugu zangu, sisi ni wamoja. Jose alikuwa rafiki yangu. Yani naishiwa niseme nini, lakini nikikuambia hapa unaweza kusema ni masiara. Nikiwa kila nikipita pale ananipa matunda, peleka kwa watoto shuleni, mpaka tukampa yeye awe ana supply matunda pale shuleni. Kwa hiyo tuishi hivi.
Yaani hizi siasa ziwe tu sehemu ya kutuunganisha na tusiwe na watu wenye magomvi wala kutofautiana kwa siasa. Kwa mfano mimi kwenye bodi yangu ya shule, Juma Banda huyu hapa ni mwenyekiti wa bodi. Kwa hiyo mimi naomba familia ya marehemu, kama kuna watoto watahitaji kuendelezwa kusoma, mimi nitajitolea. Najua mchango wa Jose, nafahamu mchango wa Jose, na Jose alikuwa ananiambia mwambie diwani 1 2 3, na nilikuwa nafikisha. Kwa hiyo yeye Chadema, lakini mimi CCM, tunakaa pamoja, tunabadilishana mawazo, saa nyingine tunataniana. Haya ndio maisha. Nashukuru Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Ndugu zangu, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kiukweli ni huzuni kubwa. Ni kijana wetu alikuwa anafanya shughuli pale mbele ya ofisi yangu. Ni jambo linaloumiza sana. Lakini kwa sisi tunaoamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, kila mtu anatakiwa ajiandae. Kwa sababu hata mimi bahati mbaya sikuweza kusikia taarifa yake ya ajali, nimekuja kusikia taarifa ya ajali pamoja na taarifa ya kifo. Ni jambo linalohuzunisha sana. Tunawashukuru sana ndugu zetu wote mliotukimbilia na wote ambao walimchangia toka enzi ya uhai wake. Mungu awabariki sana. Hatuna cha kuwalipa. Niwashukuru viongozi wa chama cha ndugu zetu Chadema, poleni sana, lakini pole na sisi tulioguswa na msiba huu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika nilitamani nisisimame hata mahali hapa, naumia sana. Kwa sababu Jose ni mwanachama wangu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndani ya tawi la Simbalambende, na mimi nikiwa mwenyekiti wa tawi la Simbalambende. Nimeumia kwa sababu nimepoteza nguvu kazi nje na kiongozi, lakini Jose ukimtuma anatumika. Ni mshauri, ni mpambanaji toka tulipoanza shughuli za siasa. Hakika ukiniuliza nini, inaumia sana. Chama kimefanya nini? Toka tulipopata taarifa chama ndani ya kata ya Ruaha, tulihusika kuanzia matibabu akiwa Mikumi. Nikiongoza mimi timu yangu ya kata ndani ya kata ya Ruaha, chama cha Maendeleo Chadema, niliwatuma wanachama wangu wakipeleka hela ya matibabu kiasi cha 150,000. Lakini pia ilipofika anatakiwa aende Ifakara, tulianza changizo lingine kwa wanachama. Nasema hayo ili wanachama mjue fedha zenu zimetumika vipi kwenye msiba. Tulipofikia yuko Ifakara, tulilazimika asubuhi tuondoke, lakini tunapofikiri kuondoka tukapata taarifa ya msiba kuwa amefariki. Kwenye msiba tumewaambia familia habari ya sanduku la ndugu yetu litahusika chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumewaambia wanafamilia ya kwamba zoezi la kutoa mwili kutoka Ifakara mpaka hapa litahusika chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao nyinyi leo mpo hapa. Tumewaambia wanafamilia zoezi la mziki kwa ajili ya maombolezo tuachieni sisi, tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa kata ndugu Abbas Longwa, ambaye ndio mwenyekiti. Mziki huu hapo mnaona toka jana mpaka leo. Hiyo ni kazi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumewaambia zoezi la kule polisi, kwa sababu hiyo ni ajali, huko utaratibu umefuatiliwa na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mpaka mwili umefika mahali hapa. Lakini habari ya picha na mambo mengine na bili ndogo ndogo ambazo tumezikuta kule hospitali, chama kimewajibika. Hivyo basi mnapaswa mjue chama kimefanya nini. Kwa kiasi kikubwa tumeumia, lakini hii ni kazi ya Mungu, haina makosa. Shika ngumi, msiogope, itikise. Makamanda peoples, peoples. Namshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa leo kutukusanyisha hapa. Natambua kiitifaki uwepo wa mwenyekiti wa vijana Chadema wilaya. Natambua uwepo wa katibu jimbo pamoja na kamati zake tendaji. Pia natambua uwepo wa uongozi wa kata ya Ruaha. Ifuatayo ni historia fupi ya marehemu Jose Ibrahim Mlasu.
Hapa naomba tusikilizane. Hapa naomba tusikilizane kwa makini historia ya huyu mtu ambaye tunayekwenda kumhifadhi. Ameumaliza mwendo salama. Na mmeshuhudia watu walivyotoka kuomboleza na kupumzisha katika eneo lake. Marehemu Joseph Mlasu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1982. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi mwaka 1993 hapa Ruaha na kuhitimu mnamo mwaka 1999. Baada ya hapo, marehemu alijishughulisha na biashara ya matunda, kuku pamoja na mayai katika mji wa Ruaha. Mnamo mwaka 2009 marehemu Jose alijiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema 2009. Akiwa katika chama hiki, marehemu alitumika katika nyadhifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwa kachelo wa chama. Wengi hamjui kachelo, leo ndo mnajua Jose alikuwa kachelo wa chama. Kutokana na kujitolea kwake kukipigania chama chake, alikamatwa mara nyingi na jeshi la polisi na kupewa kesi nyingi, lakini mwaka 2012 alishinda kesi zote. Kesi hizo zilimgharimu kwa muda wa mwaka 1.5. Chama kinamtambua marehemu Jose kwa msimamo wake thabiti. Jose alikuwa na msimamo sana. Unajua mtu akiwa na msimamo mkali unaweza kusema kichaa. Lakini kichaa leo anazikwa na mamia ya wakazi wa Ruaha. Hivyo basi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinatoa pole nyingi sana kwa ndugu wanachama wote wa Chadema kwa kumpoteza kiongozi huyo wa mfano. Chanzo cha kifo: marehemu Jose Ibrahim Mlasu alipata ajali mbaya ya pikipiki kwa kugongana na bajaji mnamo tarehe 20 mwezi wa 3 2026 saa 2 usiku maeneo ya Kaki au Ruvuma. Alikimbizwa katika kituo cha afya Kidodi ambapo huduma yake ilishindikana, ndipo alipelekwa katika hospitali ya St. Kizito pale Mikumi. Akiwa Mikumi alipata matibabu siku kadhaa, napo taarifa ya daktari ilionyesha kuwa anapaswa kupatiwa rufaa ya matibabu kwenda katika hospitali ya St. Francis iliyopo pale Ifakara kwa matibabu zaidi. Akiwa katika hospitali ya St. Francis, iligundulika kuwa Jose alipasuka ndani ya maeneo ya kichwa. Juhudi za madaktari zilishindikana, ndipo tarehe 27 mwezi wa 3 2026 saa 6 usiku mauti ilimpata ndugu yetu Jose Mlasu. Marehemu ameacha mke na watoto. Kwa hiyo kichama hatufahamu ni watoto wangapi, ila ndugu wanafahamu Jose ameacha watoto wangapi. Shukrani za dhati ziende kwa madaktari kituo cha afya cha Kidodi, hospitali ya St. Kizito Mikumi, hospitali ya St. Francis Ifakara, ndugu wanachama wa Ruaha Kidodi Mikumi kwa michango, wanachama wote wa Chadema kata ya Ruaha na jirani, viongozi wote wa chama chake. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Na niwaelekeze wanachama wote wa Chadema, nilichogundua sare na bendera za chama zinawakwaza kweli kweli. Sasa maelekezo yangu ni hivi:
tuzivae sare, maana mimi leo nilikuwa napima, nimeona nyingi zimenibana. Tuanze kuzivaa kweli kweli hizi sare zetu, tuzivae kweli kweli hizi sare zetu, kwa sababu nimegundua sare hizi ni za ukombozi kwenye taifa la Tanzania. Na kwa kupitia Jose lazima tuseme maneno haya. Angekuwepo yeye angesema zaidi ya tunavyosema. Kwa hiyo kikubwa mwanachadema, usivunjike moyo, na ili ulimwengu ujue tena, tunafunga hivi kunja ngumi, yaani hivi kunja ngumi. Hiyo ndio ya ukombozi, hiyo ndio ya ukombozi, na itakatakata watu mwaka huu mpaka watashangaa. Kunja kwa imani, kunja kwa imani, kunja kwa imani, na Mwenyezi Mungu ajue tunasema kwa imani. Tumechoka uonevu. Kunja, zungusha, 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 zungusha. Makamanda peoples. Na hii ndio msafara kuelekea Maloloni, maeneo ambayo atakwenda kupumzishwa ndugu yetu mpendwa, ndugu Joseph Mlasu, ikiwa ndio makazi yake ya milele. Bendera ya chama inapepea nyumbani kwa Joseph Mlasu, lakini yeye hatuko naye tena. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Unaangalia Lua TV. Mitaa imetuamini.